Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kidogo kwenye hii wizara. Sisi mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Naibu Spika, tuna barabara kubwa 4 ambazo ni miaka 20 sasa zinaingizwa kwenye bajeti na zinawekwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa sasa barabara ambayo imekuwa ndo changamoto kuliko barabara nyingine zote ni barabara ya Ludewa Njombe maarufu kama Itoni Rusitu. Mheshimiwa Spika, nataka kuwapa picha ya hii barabara kwa sababu Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini kakaangu Deo Mwanyika hataki mgogoro na serikali. Ndio maana hata alivyoizungumzia hakuweza kuingia kiundani zaidi. Mimi Sigrada Mligo sina cha kupoteza, nataka niseme ukweli. Mheshimiwa Naibu Spika, ni mwaka wa 3 sasa barabara imesimama. Mkataba unasema ilitakiwa barabara hiyo ikabidhiwe mwaka huu mwezi wa 5. Taarifa. Mheshimiwa Sigrada, wa taarifa kutoka Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, haki lazima isemwe na isemwe wazi. Mheshimiwa Mwanyika kwanza jana amechangia vizuri sana juu ya barabara ya Itoni Rusitu. Lakini hata juzi wakati tunaposhangilia Mei Mosi, Mheshimiwa Mwanyika akiwa na Mheshimiwa Vila na Mheshimiwa Kihenzile na wengine katika eneo hili la Iringa na Njombe walinialika rasmi kabisa, akiwa na Mheshimiwa Sanga wa Makete, walinialika rasmi nitembelee, ikiwa ni pamoja na kuiona barabara hii. Kwa hivyo, kwa kuwa wananchi watakuwa wanafuatilia bunge tukufu, ninaomba mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, nitoe taarifa ya kuwa Mheshimiwa Mwanyika mbunge wa Njombe ni kipaumbele chake namba 1 juu ya barabara hii na zingine nyingi katika mkoa wa Njombe. Asante. Mheshimiwa Sigrada, taarifa naipokea. Naipokea kwa sababu ameniunga mkono na anaungana na mimi kwamba Mheshimiwa Deo anaipambania hii barabara. Sasa kuna vitu ambavyo hawezi kuzungumza, nitazungumza mimi. Kwa hiyo naipokea. Iko hivi Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyosema, barabara hii ilitakiwa ikabidhiwe mwezi wa 5 mwaka huu. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mpaka ninavyozungumza hivi Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Sigrada, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Neema Mgaya. Taarifa ya mwisho hiyo. Asante Mheshimiwa Spika, nilikuwa napenda kumpa taarifa Mheshimiwa mzungumzaji kwamba katika wabunge ambao wamepambania barabara ile tangu mwanzo, na ile barabara imeanza kujengwa kipindi ambacho Deo Mwanyika ameingia madarakani, ndio mwanzo wa kujenga barabara ile na mpaka sasa hivi inaendelea. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho anaogopa kukiambia serikali. Amezungumza mambo mengi na ndio maana barabara ile imeanza kujengwa ndani ya uongozi wake Deo Mwanyika. Asante. Mheshimiwa Sigrada, taarifa naipokea. Hiyo siipokei kwa sababu yeye ndo hana taarifa. Hatuna lami hata sekunde moja. Hata nusu tunaita mita hakuna. Kwa hiyo na yeye hana taarifa. Sasa nataka kusema kitu kimoja. Mheshimiwa Naibu Spika, hii barabara ni mwaka wa 4 sasa. Hatuna hata mita moja ya lami. Mkandarasi alipewa mradi, akafika site, akatifua ile barabara, halafu baada ya hapo akaondoka. Mpaka ninapozungumza hivi Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ile imesimama miaka 4 sasa. Wakati tumerudi kwenye kampeni mwaka jana, mimi ni mkuu mgombea pia na Mheshimiwa mwenzangu Deo Mwanyika, tulikubaliana kwamba lazima Mungu akitujalia tukafika bungeni, lazima tusimame wamoja. Msije mkafikiri mimi na Deo tuzungumzi, poleni sana. Tusimame wamoja, ila kila mtu aongee kwa mipaka yake. Mheshimiwa Naibu Spika, ninavyozungumza hivi, mhandisi mshauri ana miaka 2 analala guest. Kama mimi Mungu nishtakiwe. Ninavyozungumza hivi, mkandarasi aliondoka toka mwaka 2023 yuko Kigoma, hajawahi rudi. Ninavyozungumza hivi, hii barabara ilivyoshindikana kupitika mwaka jana wakati wa kifuku, ikabidi meneja wa TANROADS mkoa wa Njombe
atafute mkandarasi wa ziada ampeleke site. Ndipo mkaona kuna picha na waandishi wa habari wamesema barabara ya Ludewa Njombe mkandarasi yuko site. Yule sio mkandarasi wa ile barabara. Yule alichukuliwa kwa muda kunusuru wakazi wa Njombe na wa Ludewa ambao kuna watu walijifungulia njiani. Ndio maana nikasema nataka mpate picha pana. Lakini sasa hivi nimehudhuria mkutano wa RCC ambao mheshimiwa dadangu Neema hajahudhuria. Nimesoma kablasha la meneja wa TANROADS mkoa wa Njombe. Meneja wa TANROADS mkoa wa Njombe anasema mradi ule kwenye makablasha yake ni wa bilioni 109. Mkandarasi alilipwa bilioni 21. Anadai zaidi ya bilioni 70. Na ndio maana mkandarasi yule sasa hivi tunasingizia watu kwamba mvua Njombe ilishaisha. Mheshimiwa Naibu Spika, yule mkandarasi hawezi kurudi site kwa sababu anachodai ni kikubwa kuliko kile ambacho tumemlipa. Lakini sasa hivi kila atakayesimama anakuambia Mheshimiwa Naibu Spika, tuliambiwa mvua. Kwani mwaka jana hakukuwa na mvua na kiangazi? Mwaka juzi hakukuwa na mvua na kiangazi? Mwaka 2022 hakukuwa na mvua na kiangazi? Kwa nini tusiambizane ukweli? Na kuna mbunge mmoja alishangia hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, sometime ni bora kuambia wananchi ukweli kwamba hii barabara kwa sasa hatutajenga kwa sababu hatuna bajeti, na sio kusingizia mvua. Na Mwenyezi Mungu anawaona mnasingizia mvua wakati mwaka jana kulikuwa na kiangazi, mwaka juzi kulikuwa na kiangazi. Hivyo viangazi vya mwaka jana na mwaka juzi mlijenga wapi? Asante. Naendelea hoja yangu nyingine. Hoja nyingine, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna mbunge mmoja hapa alitoa hoja ya msingi sana, ni namna gani tunaweza kwenda mbele. Akasema tunaweza kununua lami kwa bulk procurement. Hoja ya msingi sana. Sasa kwa sababu sisi vitu kama hivyo hatutaki kusikia, niliona hakuna anayempigia makofi. Ila ukiongea mambo fulani ndio unapigiwa. Hoja ile, Naibu Spika, light tungejua umuhimu wake sisi kama wabunge, na alitoa hesabu zake kwamba tuna uwezo wa kununua lami wa kujenga kilomita 1 ya lami kwa shilingi milioni 900. Na akatoa namna gani tunaweza kujenga lami kwa milioni 900. Mimi nilimpigia makofi. Lakini mimi sitaki kupigiwa makofi kwa sababu siku nitakaanza kupigia makofi na sisi mjue hali yangu ni mbaya sana. Lakini pia sitaki kupigia makofi kwa sababu mimi sio hela. Anayependwa na kila mtu ni hela tu. Asante babangu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa. Nilimtaja Mheshimiwa Saashisha Nikio Mafua, tafuatana Mheshimiwa Njalu Daudi Silanga, Mheshimiwa Mohamed Musa Utali ajiandae. Mheshimiwa Bunge